بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tunaendelea na pale tulipoacha jana katika kuelezea baadhi za zile nasaha na wasaya ambazo zilizokuja katika surati al-An'am zikarejelewa tena katika surati Isra, surati Bani Israil, na katika mambo tuliyokwisha kuyataja kwamba tusimshirikishe Mwenyezi Mungu, tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala, tuwafanyie wema wazee wetu, na yaliyoelezwa katika aya mbili hizi 23 na 24 ya surati Isra. Halafu ikisha tunapewa nasaha nyingine kwamba tuwape haki zao jamaa na maskini na wapita njia wako safarini wamekatikiwa wakahitajia msaada, ni wajibu kwa wewe kuwapa. Na hapo inakataza kufanya ubadhirifu na kutumia matumizi ya fujo bila maana, bila dharura, kwa wingi katika mwingine mambo ya haramu pengine. Haya yanakatazwa katika aya 27. Alafu ikisha anatufundisha Mwenyezi Mungu, na anatufundisha namna gani ya kumridhisha yule ulimzoesha kumpa, ikawa ghafla umekatikiwa, huna cha kumpa. Mwambie kaula maisura, maneno mazuri, ili aridhike na asiweke undani dhidi yako, na ajue kama kweli una shida, kuliko kuwa unatoa maneno yasiokuwa na maana au ukamkata tu hivi hivi, kuna kutokumpa na kutokumwambia maneno ya kumridhisha. Ana haki yako katika jumla za qurba, haki zao kwamba umwambie maneno mazuri kwa unacho kumpa, kwa sababu qawl ma'ruf wa maghfira khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Maneno mazuri mema na kusameheana basi bora kuliko hata sadaka. Ikiwa sadaka ile inafuatilia nyuma yake maudhi na kero, basi bora maneno mazuri, qawl ma'ruf wa maghfira. Halafu baadaye tukaizungumzia masala ya kwamba mtu awe katika matumizi kati na kati, asiwe bakhili wa kutupwa wala mwenye kutumia kwa fujo. Na usifunge mkono wako wala usiwache open wote, wala tabsuta wa kula albast. Baadaye utakuja kulaumika, baadaye utakuja kuwa muflis, utakuwa tena unaanza kujidhalilisha mbele ya watu na kuomba. Na masala ya riziki hizi na kipawa cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake tumeeleza vizuri jana kwamba Mwenyezi Mungu anapotoa basi hivyo ndio haki, hivyo ndivyo hikma kubwa, hakuna kuonewa. Maana watu wengine wanaona kama kwamba wameonewa Mwenyezi Mungu. Kitu gani hata tukajaliwa kuumbwa maskini kama hivi? Unamwingilia Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake na kutoa riziki kwake, tafuta yako pengine hakuna. Kwa hivyo uridhike na hivyo, wardha bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas. Ridhika kile alichokuwekea gisimu yako Mwenyezi Mungu, alichokuandalia cha wewe special, hicho kidogo kingi, ridhika nacho, kwa sababu wewe aliyekuumba kakupa kila kitu kakupa, mpaka hiyo riziki. Riziki ni kitu kimoja tu katika vitu vingi alivyokujalia Mwenyezi Mungu, ile kukuleta duniani na kukupa roho na kukupa uzima na kukupa hizi katika jumla za riziki. Lakini hasa riziki ya mali, usikae ukanungunika ukapiga kelele ukaona kama kwamba wewe peke yako ndio ulionewa, na ukakaa ukaonea husda wale waliopewa kingi. La, ombe Mwenyezi Mungu atilie baraka katika ulichopewa, na wewe Mwenyezi Mungu akujalie upasi kwenye mtihani uliopewa kwa subra, akujalie na subra, kwa sababu kila mmoja ana mtihani. Mwenye mali mtihani, fakiri mtihani, mwenye siha mtihani, mgonjwa mtihani, kila kitu na mtihani. Kwa hivyo hapa
baada kusha kuelezea inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira tukaingia katika masala ya kupanga uzazi na kwamba zamani watu walikuwa wanaua watoto wao. Watoto wa kike wakipata na uwa wa idhal mauda tusuilat bi ayi dhanbin qutilat. Pia watoto wakiona wakiogopa ufakiri, kwa hivyo wanajaribu wengine kuwaua, wengine wanatupa. Wangapi zamani nyumba ya kulelewa nasikia mtoto katupa pale alfajiri kapelekwa katupa nje ya mlango. Wanakuja wanamwokota na mchukua na mlea katika nyumba au hamjai kusikia. Nyumba ya kulelewa hii Forodhani hapa. Watu zamani tulikuwa tunasikia visa hivi. Wako watu wenye roho ngumu. Anazaa mtoto nje anakwenda kumtupa nje. Anazaa mtoto nje anamtupa nje. Au mtu akifanya kidogo huruma akamtafutia mtu kwa siri akamwambia nilelee mtoto. Lakini haya yatokezea sana. Asili ya mtoto wa huyo mtoto wa haramu ni makosa juu ya makosa. Makosa juu ya makosa. Yanaingia hapa mtoto wa haramu huyo alafu unamtupa hapo hapo yanakuja hapa aya pia wala taqrabu zina. Baada kwamba imezungumza wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, msiue watoto wenu kwa kuogopa umasikini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, ni sisi tunawaruzuku wao na nyinyi. Narzuquhum wa iyyakum, na nyinyi pia tunakuruzukuni. Na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotueleza, kwa sababu haya yote yanapangwa na yeye. Inna qatlahum kana khit'an, sio khit'an tu, na kabira, dhambi, ism adhim, dhanb adhim, khit'an kabira, ni makosa makubwa sana, hatia kubwa sana. Kwa hiyo tusimama hapa jana, tunaendelea na aya ya 32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kwanza kama tulivyosema aya ya juu, labda ukatizama alaka baina 31 na 32, ni kwamba la mwanzo kwa kuogopa fakiri mtoto anamuua mtoto wake, anaiua nafsi kwa njia yote ile, ikitokea kwanza imeumbika tumboni au ikiwa keshazaliwa au wengine wakatupa watoto wao. Na hapa ndio inakuja nini? Kama pataepukana na zina, basi na watoto wa zina, watoto wa uzinifu hawa wengi wakipungua, hawa ndio problem kubwa. Ndio wazee wao watafuta kila njia kuepukana nao. Na ndio halafu baadaye yetu inakuja aya 33, wala taqtulun nafsa allati harrama Allah. Ni masala yenye kufuatana ukitazama, wala usiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Tukae kwenye hii aya, wala taqrabu zina, wala taqrabu zina, wala msikaribie uzinzi. Wala taqrabu zina, msikaribie uzinifu. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حقيقة إنه هو uzinifu, إنه كان فاحشة, ni uchafu. Kana fahisha ni uchafu, si leo tu, basi tokea mwanzo asili ya kuumbwa binadamu ikawa uzinifu ni fahisha. Wasaa sabila, ni njia mbaya kupitia, ni njia mbaya kupitia. Hapa Mwenyezi Mungu anakataza uzinifu. Ukitazama hikma ya kuzuia uzinifu ni kuacha nasab za watu
koo za watu zikiendelea katika maisha zikiwa zimetakasika tahir, hazijaingia uchafu ndani yake. Hilo lengo kubwa, kubakia koo safi, nasab za watu zibakie safi, zisichanganyike watoto huko wakaingia huko, huko wakaingia huko, ukasema mtoto wangu si wangu. Lazima haya yafahamike kwamba Mwenyezi Mungu alipotaka kuharamisha zina ili zibakie nafsi, koo zibakie safi, kila mmoja anamjua mtoto wake na mzee wake, zibakie hivyo hivyo. Ili katika jamii siku zote iwe jamii iliyokuwa nadhifu, ibakie jamii mkula nini nadhifu. Na tukitizama ikiwa Allah anasema innahu kana wa sayadhallu, ilikuwa na itabakia. Kwa hivyo kana hapo si tafsiri ilikuwa tu kwamba na sasa, je la wa sayadhallu itabakia huo. Na hii ndio hikma ya maneno Allah. Anatuambia kwa nyinyi mnaona sasa uchafu, basi hii tokea mwanzo ile ukana fahisha. Kwa Mwenyezi Mungu ili kauli zamani na nini basi kukuzindua wewe tu. Wewe umeumbika na wakati uliopita, wakati usasa, wakati ujao. Lakini Mwenyezi Mungu haumbani wakati la mwanzo wala mbele yake. Inaukana tawaba, alikuwa zamani tu akisamea watu, sasa asamee Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usimbane katika time, wakati. Vitendo vinatendeka kwa wakati. Vitendo lazima viende sambamba na wakati. Bila wakati hakuna vitendo. Madha kuna vitendo basi kwa wakati. Kitendo hichi kimekuja kabla hichi kitakuja baada yake, hichi kilikuwa jana, hichi kitakuja kesho, hichi cha sasa hivi. Lazima ziwepo nyakati ili kufafanua hivi vitendo mbalimbali. Lakini Mwenyezi Mungu kwake la yahuduhu zaman wala almakan. La yahuduhu الزمان ولا المكان. Mwenyezi Mungu humbani katika la wakati wala katika pahala. Mwachilie mwenyewe hivyo. Al-arsh sawa au vipi kwa mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Tusiingilie kutaka kumjua Mwenyezi Mungu vilivyo. Tubakie hivyo hivyo kama alivyofundisha yeye, na tuzisome ayat za utukufu wake na kuwepo kwake kwa udhahiri kama zilivyokuja, usitafute zaidi kuingia ndani. Na kwa hivyo hapa anaposema wala taqrabu zina innahu kana fahisha, innahu kana fahisha, hakika huu ni uchafu, wasaa sabila, njia mbaya ya kupitia katika maisha. Hebu tujiulize, nini dalili kwamba innahu fahisha? Kwa nini ni uchafu? Kwanza kwa mwenye kufanya hichi kitendo, kwanza hapendi kujulikana kwa kafanya. Kuna mtu anapenda kujulikana kama kafanya? Hapendi mtu. Kinafanya kwa siri, na mipango yote inapangwa mpaka kukutana, mpaka kutendeka hichi kitu bila mtu wa tatu kujua. Wawili tu wenyewe. Si ndio inavyokuwa au sio? Tena basi sitoshe, wanafanya mbali na mujtamaa, mbali na jamii. Ili nini? Watu wasipate taarifa ya kusema kwamba hao tazama wanakwenda wanafuata nao, wameingia wamekodi chumba hotelini, wanakwenda kufanya au sio, wameingia katika nyumba fulani. La abana, yanapangwa mambo huko nje. Na pia jambo jingine, kitu gani dalili ya kuonesha kwamba hii ni fahisha, ni uchafu? Kwamba yule anayefanya kitendo kwa nje ya maharimu wake, yani sio mkewe, huyu mtu si anachukia kufanya mtu mwingine akafanya katika maharimu yake? Anachukia wala hakubali. Anaweza akachukua kisu akamua mtu au uongo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo kuonesha dalili ya kwamba nini? Ya kuonesha kwamba hili jambo limeharamishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanyaje katika kadhia kama hii? Namna gani anaaliji, anajaribu kuwafunza watu katika mambo kama haya? Anakuja mtu sahaba anaambia ya Rasulullah, yani mimi dhaifu katika hii ghariza, instinct ya nini, ya jinsia, mimi nataka kuzini ya Rasulullah, nipe ruhusa nizini. Hapana, si kosa.
Ikaja akasema kawadhisha kwa sababu hichi kitu kinamkera. Hichi kitu kina nini? Kinamkera ya Rasulullah, mimi nataka kuzini. Sawa eh? Hapa Rasul sallam akamwita akakaa naye kwa kumuuliza, hajaenda kwanza utafanya haramu fanya, la, akaambia kidogo mkuulize, ya fata, ewe kijana, ya fata, kama unataka kuzini, hebu nikuulize, afatardhahu li ummik, utaridhika mamako aziniwe? Mamangu aziniwe? La ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak, ja'alani Allahu fidak, Mwenyezi Mungu anijalie fidak kwa kweli, najitolea mwanga kwako. Hizi ni ibarat wanazotumia za heshima katika kuonesha unyenyekevu wako mbele ya mtu, na hasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ja'alani Allahu, anjalie Mwenyezi Mungu fidaka, iwe mimi nakufidia wewe, maana nini? Unajitolea mwanga kwa ajili yako. Ja'alani Allahu fidaka. Afatardhahu li ukhtik, je, unaridhika kwa dadako? La, ja'alani Allahu fidaka. Afatardhahu li ammatika, amati yako? La, anajibu kila mara afatardhahu li khalatik, afatardhahu li wote watu ambao walikuwa karibu na abadan, wala mmoja sikubali. La, fa kaifa tardha li ghayrik, kwa nini basi utaridhika kwa mwingine? La ya Rasulullah, niombe dua, ad'u Allah ya Rasulullah, niombe dua. Na hii dalili ya kuonesha kwamba jambo kama hili linasaidiwa na dua. Allahumma hassin farjah, tazama dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam katika kualij mushkila huu, ana treat mushkila huu, anatafuta solution, hali yuko wapi? Anaambia na huko anamwambia dua, Allahumma hassin farjahu, ewe Mola ukinge utupu wake. Alhisn, ngome. Alhisn, ngome za kujilinda watu na udwan wa adui wote wanakuja nje, sio? Hutumika neno hivi alhasn bi maana nini? Kwamba nini? Tia ngome ili isije jambo lolote likaja likaathiri silaha yake, au silaha hii isije katoka nje, hakuna ngome kenda kafanya maasi au sivyo? Kwa hivyo Allahumma hassin farjah. Na ndio kwa maana mwanamke almuhsana, mwanamke alikushakuolewa, inakuwa na ngome yenye kumlinda, asiwe tena kila mwenye jicho lake analitupa pale anamtaka abadan. Ndio tunasoma si wal muhsanatu minan nisa, wal muhsanatu minan nisa, na wale wanawake ambao walikuwa chini ya dhima ya mwanamume, mume ikawa ameolewa, wana ngome no picha. Kuna mtu anaweza kwenda kugonga kwa mzee wake, mimi namtaka mwanamke huyu kumoa, la, huyu kisha kwa muhsana. Kwa hivyo Allahumma hassin, tunajaribu kuelezea hili neno Allahumma hassin farjahu, ewe Mola mlinde, mkinge utupu wake, sawa. Halafu akasema watahhir qalbahu. Haya mambo yanakwenda pamoja, baina moyo na silaha yake, na haya yote yanaambizana. Subhanallah, kuna communication kuliko hata hii mambo ya nini wireless communication na nini. Mwenyezi Mungu kajalia katika mwili mzima kuna njia ya mawasiliano ya hali ya juu kabisa, hali ya juu kabisa, baina nervous system na mishipa na damu na viungo na kila kitu. Mwili binadamu kamuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekamilika. Na hapa ndo tunapata kujua ile maana wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, hii aya hii, kila daktari specialization ya kila aina katika mwili, mpe aya hii. Nataka unielezee, nitungie kitabu cha ukurasa 500 chenye kuelezea hiyo fani yako wewe. Ukiwe cardiologist, daktari wa moyo, ukiwe embryologist, daktari wa uzazi, tena hawa ndio na kazi kubwa.
iko daktari wa macho, daktari wa ENT, pua, nini, masikio na mdomo, iko daktari wa ngozi, iko daktari wa machango, daktari wa tumbo, daktari viungo, daktari. Hawa daktari wote hawa wakuelezee namna gani mawasiliano yalikuwepo katika kiwiliwili cha binadamu. Kiwiliwili kikubwa sana. Fi anfusikum afala tubsiruna biilmikum wa uyunikum wa nama microscope yenu na kila kitizama, mjitizame hali mlivyoumbwa. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Hii unapoipata maana ahsani taqwim, katika maumbile yaliyokuwa bora kabisa, maumbile yaliyokuwa bora kabisa. Tayeb, akaambia Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu, na utakase moyo wake. Ukitakasika moyo, mengine yote yatatakasika, au sio? Ulinde utupu wake, utakase moyo wake. Lakini bado moja lilikuwa muhimu zaidi ya dua. Mambo matatu haya lazima yanahitajika katika mtu aina hii. La mwanzo nini? Allahumma hassin nini? Farjahu. Ya pili nini? Watahhir qalbahu. Na tatu, ya Rab, akasema waghfir dhanbahu, na mghfirie dhambi zake. Shakasi hapo, waghfir dhanbahu. Naona dua hiyo. Hebu tuombeeni watoto wetu. Tumwombee kila mtoto leo, na kama mtoto wa mwanzo, kesho naomba dua mtoto wa pili, kesho tata. Uombe hii dua alomba Mtume. Allahumma hassin farjah wa tahhir qalbah waghfir dhanbah. Mshafahamika? Allahumma hassin farjah wa tahhir qalbah waghfir dhanbah. Kwa hivyo hapa ikawa basi kaondoka yule na ilhali moyo wake msafi. Kama utamzaa, je, unataka kuzini bado? No. Ya billah. Kishapata dawa. Hivi ndivyo Mtume SAW anavotibu. Anakuja mtu akiuliza jambo, nini lilikuwa jambo kubwa zaidi katika jambo? Nini jambo baya zaidi kuliko yote? Huyu atamjibu, zuia tupu zako, kwa sababu anaona na macho ya nje. Huyu ataambia, wekea heshima wazee wako, kwa sababu anajua jeuri kwa wazee wake. Kila mmoja na aliji mushkila. Kwa nini? Kwa mujibu wa yule mtu alikuwa nao. Kwa hivyo alikuwa Mtume sasa hodari wa mambo haya. Na kaifa la, na kwa nini sio hivyo na yeye Rasulullah, na yeye khairu khalqillah, wa innaka la ala khuluqin adhim. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa basi dini ya Uislamu inamhimiza mwanamke ili akinge heshima yake na adabu yake, ashan analinda iffa yake, analinda iffa au afafa, yani nini? Mwenye kukinga tupu zake. Kwanza, jambo la mwanzo, waambie wanawake washushe macho yao, waambie wanaume washushe macho yao, na waambie wanawake pia aya ya pili yake washushe macho yao. La pili, wanawahifadhi tupu zao, au sivyo? Wahifadhi furujahum, na wao pia hifadhi fariji zao, tupu zao. Halafu nini? Katika baina surati Nur na surati Ahzab, hizi aya surati Nur na Ahzab, kuanzia aya za 27, 28, 30 huko, ambapo Mtume sasa anaambiwa kuhusu wake zake. Ikiwa mfano kupigiwa katika wake za Mtume, fa kaifa wasiokuwa wake za Mtume, na ni zaidi. Halafu mambo nini? Wala takhdha bil qawl, mwanamke asiregeze sauti yake akafanya sauti nyembamba nyororo, wala takhdha bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad, asije akapata tamaa yule mtu ambaye moyo wake una maradhi ya uzinifu, ya uzinzi, maradhi ya kupenda mambo ya jinsia. Haya maradhi haya ni maradhi makubwa. Kwa hivyo moja katika njia za kuzuia, wala yakhdha'na bil qawl, wanawake wasilainishe sauti zao. Wanasema zamani, watu wa zamani, anapokuja mtu anagonga nyumbani,
wanapiga hodi hakuna mwanamume, basi mwanamke anajibu sauti kama mwanamume, fulani hayupo hapo. Anabadilisha sauti, kukataa ile kuleta sauti nyororo, hayupo, basi hebu tafute swala. Kwani atakuja saa ngapi? Mimi sijui, lakini huenda akaja saa kaza hasa leo kasema atachelewa. Hebu nikimjia saa fulani huenda ngamkuta. Anataka nini? Atakusikia jawabu la nini ambapo haya maswala hayana haja. Au sivyo? Hapa utaona nini? Sauti ile, sauti gani ile? Uniondoke. Taondoka kitaka sitake. Na mimi najua watu wakinielezea fulani mkewe alikuwa siku zote kama anapojibu anajibu sauti mwenyewe, mtu akisikia sauti mbio anakimbia akai, na ndio inavyotakikana. Leo tazama sauti, Mwenyezi Mungu kamuumba mwanamke sauti yake nzuri, au sio? Na sauti yake nyororo, nyepesi, laini, inavutia. Na upate mwanamume anaimba nyimbo fulani halafu mwanamke kaimba nyimbo ile, yule mwanamume hata iko endo aloanzisha inawekwa pembeni, watu wanasikiza nyimbo ile ya yule sauti ya mwanamke, na kwa maana ikaharamishwa hizi hata hizi nyimbo. Kwa hivyo sauti za mwanamke inaweza kumvutia mtu na kadhalika pia katika njia za kuzuia ili mambo haya yasitokee katika uzinifu pia akinge sauti yake au maneno wanawake wengine tunawasikia majiani wakikaa kiongea na wanaume sio waume zao, maskhara yanapindukia mpaka kuchokozana katika mambo yasiyokuwa na maana. Safasiful kalam wanaita safasiful kalam, maneno ambayo hayana wajibu. Si wajibu kwa mwanamke kukaa na wanaume kusema anavyotaka. Au tumwona mwanamke anapiga simu anazungumza jiani masauti na mkono kainua na pengine nguo yake fupi kwapa zinaonekana, mikono inaonekana, na huku anazungumza na mtu mbele za wanaume chungu zima. Hata mambo yanakatazwa. Zamani watu walipokuwa wanakuja mbali wakitokezea, huwa wengine baadhi ya mila wanakuwa wanavaa kama kitu kinadia kwa mbali, wakijua watu basi ugeuza nyuso zao, wengine wakaelekea ukutani. Sasa huku Yemen zamani wanatuambia jamaa akiwa anakuja mwanamke ajulikana fulani, basi watu wanageuza nyuso zao kwenye ukuta wanaoelekeza. Kwa nini? Kwa sababu pasikutane macho na macho au macho na mwendo wa mwanamke unapopita pahala. Hizi katika zote njia za kuzuia mambo ya nini ya uzinifu. Kwa hivyo hapa asilegeze sauti, asichanganyike na wanaume sana, nakatazwa. Iyakum ad-dukhul ala nisa, hivi ndugu Mtume sasa sema yanakataza kwa ukali kabisa kuingia katika vyumba ambao wako wanawake peke yao. Na dua katika mambo yote ambayo yanahimizwa, dua pia. Sasa hapa tunaona sisi kwamba aya inasema innahu kana fahisha wa saa sabila, na njia mbaya ya kupita. Naam, njia mbaya, saa sabila, kwa sababu njia hii inakupeleka yuaddi ila alwabal walfasad. Njia hii inapeleka kwenye fasad. Wasila njia mbaya sana. Taib, kwa sababu unakwenda kwenye haramu. Na mtoto akizaliwa mtoto haramu, yule mwanamke ana mume na ghafu kaja kanda nje akashika mimba ya mtu mwingine, kazaliwa mtoto jiso la yule sasa ya yule mtu aliyoingilia. Sikazi hapo. Mwanangu hana sura hiyo, mwanangu hana hivi ana hivi. Huyo fulani hapo jirani ndio uko ukisema naye sana, ukizungumza ndio sura yake. Anakuwa balaa kubwa. Ukitizama Mwenyezi Mungu kaweka kila, na pamoja na hadithi Mtume sasa, kila njia za kuweza kujiepusha na mambo ya haramu haya. Ili njia hii mtu asipite hii saa sabila, njia mbaya sana, njia ya uovu, njia kuwa na mujtama jamii ambayo imejaa watoto haramu. Leo ukitazama nchi hizo zilizoendelea hizo za uzunguni huko, watoto haramu watoto. Isitoshe mambo ya incest yamejaa. Mtu kumwingilia mtoto wake kike mwenyewe, mtoto wa kiume na kike, watu aila moja wakana. Haya mambo yamejaa uzunguni. Na watoto wote, watoto wachafu, watoto wazinifu. Leo anasema leo ukienda nchi nyingi hizi kuna mipango
ya danguro hii na kuwekwa watu na wanawake kwa wanachekiwa kila mwezi, kila wiki, kila muda fulani, lazima ndio kachekiwa, sija kashika mimba au nini, au sio? Na wanapewa madawa ya kula. Hainafanyika. Kwa nini mnafanya hivi? Kwa sababu tuhakikishe kwamba sije kachukua mimba au kaingia maradhi ya kila aina, maradhi ya kijinsia tele yaliyojaa siku hizi. Hebu tukulizeni nyie watu mliowekwa special kwa ajili ya nini mnazishughulikia hizi nyumba za danguru hizi? Mnakuja mnakwenda kwa cheki majumbani, mpia wake za waume, wake zao wanaolewa, watu mnakwenda kwa cheki. La, kwa nini? Hatuendi kwa sababu hakuna maradhi yote yanatokezea baina mke na mume. Ina maana kwamba hili saa sabila ndio njia mbaya, ndio naam. Lakini wasemi njia mbaya. La, sisi tunacheki, tunafanya hivi na hivi. Especially yote mwanamke anaingia katika field ya mambo ya haya ya machafu, halasa anakuwa katika organization fulani ambao wanachekiwa kila muda, lazima kanini yote haya. Astaghfirullah, balaa. Kwa hivyo jamii zinapokuwa safi, mambo haya yatokezei. Huwacheki wake za watu, la hatuwacheki. Kwa nini? Anasema lianna al-amradh al-khabitha, hii maradhi haya khabithi ya uovu haya, maradhi ya jinsia haya hayaji ila pahala ambapo maji ya aina mbalimbali yakiingia katika utupu mmoja. Maji ya watu mbalimbali yanapoingia katika utupu mmoja, pale ndio husababisha maradhi. Hapo ndio husababisha nini? Kwa mujibu wa idadi ya maji yanayoingia. Na sasa basi tutaona kwamba nini sababu ya hata mume anapofariki mke anakaa eda miezi 4 na siku 10. Mwanamke anayewachwa anastahimili 3 quru, hedhi 3. Kwa nini? Hedhi ya mwanzo damu imetoka, la kuhakikisha zaidi. Ya pili, ikistop ya pili wewe uko na mimi, kwa sababu ikiwa kaachwa na karibu siku zake inaweza damu ikatoka pia. Na kumbe nini ile mkutano wa mwisho kabla ya kuachana pengine iliacha mtoto. Kwa hivyo ya pili ikistop damu خلاص kweli na mimba. Kwa hivyo mpaka yule azae na hajulikane mtoto huyo fulani. Ama hedhi ya 3 pale ndo hakika, na ilmu imethibitisha hivi kwamba katika hedhi 3 damu ikitoka, hii ni kuonesha uhakika kwamba yule mume hajawacha mbegu ya uzazi katika mwili wa mwanamke. Kwa hivyo pale anastahili kuolewa baada hapo. Lakini mbegu ya uzazi na mapenzi yalikuwa kwa baina mke na mume, na muda alioishi pamoja, na heshima na kutekeleza ile nini alwafa, kutimiza wema baina mke na mume, umeongezwa muda kwa mume anayefariki, kwamba ile hakikishe sio basi uzazi tu, hata yale mapenzi yalikuwa bado kidogo, mwanamke anachukua muda hasahau, na kidogo ndio kawekwa miezi 4 na siku 10. Hiyo ndio eda ya nini ya yule mume ambaye anayefariki. Dini haikuacha kitu katika nini, katika kupanga maisha ya binadamu namna gani waishi maisha ya kitahir, ya nadhifu, yaliyotakasika bila kuwepo na mashakili yoyote. Lakini binadamu ndio walioingia katika uovu na kuharibu kila kitu. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب